wabunge. Sasa nimwite Waziri wa Ujenzi. Bunge la 12 linaendelea mkoani Dodoma. Bajeti za wizara mbalimbali zinajadiliwa kabla ya mjadala wa bajeti kuu utakaowasilishwa na Waziri wa Fedha baadaye. Kwa sasa wizara zinaendelea kuomba kuidhinishiwa fedha na bunge, na ndipo hoja ya upungufu wa fedha zinazotolewa wakati wa utekelezaji wa bajeti inaibuka. Katika mwaka wa fedha 24-25, Wizara ya Ujenzi ilitengewa shilingi bilioni 81,407,438 hadi Aprili 2025, jumla ya shilingi bilioni 63,506,309,562 zilipokelewa. Hoja hii ya wizara mbalimbali kupokea fedha pungufu ndio hoja inayowaibua wadau wa ufuatiliaji wa masuala ya bunge. Serikali huwa inafanya projection ya mapato ambayo itayakusanya kwa mwaka, na katika hiyo projection kwa hiyo wanakisia kwamba kiasi hiki cha fedha kitaweza kufanya shughuli fulani za maendeleo katika sekta fulani au katika wizara fulani. Kwa hiyo kwa mfano mdogo, projection ambayo hivi karibuni ilikuwepo katika mwaka wa fedha unaoisha, ilikuwa makusanyo ya ndani iwe ni trilioni 33, lakini serikali haikuweza kukusanya mapato yote hayo. Iliweza kukusanya 88% tu ya mapato ya ndani, nazungumzia domestic resource mobilization. Kwa hiyo sasa kama serikali inakusanya kidogo, pia inapelekea serikali kutoweza kupeleka kile kiasi ambacho ilikuwa imekipanga kukipeleka. Dhara la kwanza ni uwezekano wa wewe uliopokea pesa pungufu kuendelea kutekeleza majukumu yako, si ndio? Mwaka unaisha unajikuta una madeni. Kwa hiyo kuna issue ya madeni. Vinginevyo kuna kule kutokuweza kutekeleza mipango yote ulioipanga kwa kutokuwa na pesa ya kutosha kutekeleza majukumu yako. Cha msingi ni kwamba wananchi washirikishwe. Kwa nini tunapanga hicho kingi? Tunakipata wapi? Mwananchi anachangia nini? Ili aweze kushiriki kulipa kodi, then serikali itakusanya na inaweza kupeleka kama inavyotarajiwa. Na hapa tukamtafuta mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget, Oran Jeza, ili kufahamu kuhusu yale yanayopangwa ndani ya bunge kama yana uhalisia wakati wa utekelezaji. Serikali kwanza, bajeti yake ni sehemu mbili. Usiangalie upande moja tu. Ni upande wa makusanyo na upande wa matumizi. Kwa hiyo yale matumizi yamepangwa kutokana na makusanyo. Na kama pesa zote zimekusanywa, nina imani kuwa pesa zote ambazo zimekusanywa zitatumika kikamilifu. Inatokea kuwa pesa hazijapelekwa au hazijatumika, wakati mwingine inakuwa ni kwa wale watu ambao walitaka kuzitumia hizo pesa hawajazitumia. Na ujue kuwa budget sio leseni ya kutumia. A budget is not a license to spend. Kwa hiyo ukitengenezewa budget haina maana ya kwamba zile pesa ukusanyiwe kwenye kiroba uende kuzitumia, hapana. Kwa sasa bunge linaendelea na kazi ya kuidhinisha matumizi na makadirio ya fedha za wizara husika. Sheila Mkumba, Azam News.